Kwa jina naitwa Fred Thomas Loan, mwanafunzi wa TIA, chuo cha uhasibu na fedha, mwaka wa 3, kozi ya manunuzi na ugavi. Ni mbunifu ambaye nimebuni wazo la Cotton Track. Cotton Track System hii ni mashine ambayo inatumika katika mzani. Huu ni mzani wa kidijitali ambao umekuwa umeunganishwa pamoja na akili unde, tunasema AI, ambayo inaenda kumsaidia mkulima kupata bei halisi anapokuwa amefika kituoni kwa ajili ya kupima pamba. Lakini pia inamsaidia yule regulator, kwa maana ya vyama vya ushirika, kupata taarifa sahihi wakati sahihi, kuondoa tunaita paper based. Kwa hiyo tunaleta thamani ya teknolojia kwenye kilimo cha pamba kwenye upande wa mzani. Wazo hili lilianza pale ambapo tumeona changamoto ilikuwa ni kubwa sana kilio cha wakulima wengi wa pamba, sana kwenye issue ya kupata kilo zao, bei, yani ile bei ya kupata kilo halisi ambazo wanapima kwenye kituo. Lakini pia ukusanyaji wa taarifa ilikuwa ni changamoto sana, mara nyingi maafisa ushirika wanatumia sana wale watendaji au wale watu wa chini kwa ajili ya kukusanyia, lakini kwa hiyo taarifa inafika kwa wakati sahihi. Lakini kupitia hii pia itasaidia sana kupata taarifa kwa wakati sahihi na kuondoa mianya yote ya rushwa, lakini pia kuintegrate matumizi ya teknolojia kama AI kama dunia ambayo sasa hivi inavyoenda kwenye upande wa kilimo cha pamba. Naitwa Kalisto Utabingwa, ni kaimu mkurugenzi wa TIA Mwanza. TIA ni chuo cha elimu ya juu kinachotoa mafunzo kuanzia ngazi ya cheti mpaka ngazi ya shahada ya pili, yani masters. Kwa TIA tunafundisha masomo ya kozi zifuatazo. Kuna certificates za accounts, kuna cheti cha uhasibu wa accounts hiyo, kuna cheti cha manunuzi na ugavi, cheti cha rasilimali watu, kuna kozi ya masoko na mahusiano ya umma na kozi ya usimamizi wa biashara. Hizo kozi zinaanzia cheti, zinakwenda diploma mpaka shahada ya kwanza na shahada ya pili. Na TIA tumeshiriki 8 nchi nzima. Leo sisi tuko Mwanza, kuna wenzetu wako makuu wako 8 Dodoma, wenzetu wa Singida wako Arusha, wenzetu wa Mbeya wako Mbeya, wenzetu wa Lindi wako, wenzetu wa Mtwara wako Lindi, Kigoma wako Tabora, na Zanzibar nao wanaendelea. Karibuni sana. TIA ni tofauti na vyuo vingine kwa maana kwamba kwanza mitaala yake imeboreshwa. Pili, elimu yetu sisi inazingatia ubora wa soko la mahitaji ya soko. Na wanafunzi wetu sisi pia tunawalea kimaadili. Hakuna utovu wa nidhamu, wana tabia njema na mienendo mizuri. Lakini TIA inatoa fursa za ubunifu pamoja na masomo ya darasani, lakini bado tunafundisha ubunifu. Tunafundisha ubunifu na vijana tayari tunaisha wa mentor wanaweza kubuni program mbalimbali za kilimo, za ufugaji na za biashara. Ubunifu wa kwenye kilimo walibuni namna ambavyo mkulima anavyoweza kupata thamani halisi ya mazao yake. Kuna apps zimeandaliwa ambapo mkulima akipima mzani, anapeleka kupima mfano pamba, akipeleka kwenye mzani pale anapata ujumbe kwenye SMS kwamba una kilo kadhaa. Lakini pili, pamba ikiuzwa na itatumia ujumbe kwamba pamba yako ya shilingi kadhaa imeuzwa. Lakini tatu, siku malipo yakitoka, malipo yake anatumia ujumbe kwamba malipo yako ya shilingi kadhaa yametoka. Kwa maana hiyo mkulima anaweza akafanya monitoring ya mchakato mzima wa mauzo ya pamba bila kukunjwa. Tulishaanza kutumika kwenye maeneo mbalimbali. Tulishaanza kutumika kwa baadhi ya wakulima na baadhi ya wafugaji na baadhi ya wafanyabiashara. Na zimeonyesha tija na watu wengi wamezipenda. Na zimeongeza ufanisi pia katika mnyororo mzima wa thamani ya biashara. Kwa sasa tunaanza kutumia hizi bunifu za mnyororo wa thamani wa pamba liko mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mwanza. Kwa swala la ufugaji nao pia tunaanza kupeleka ng'ombe mnadani. Mara kifika pale, hata kama hayupo atapata ujumbe kwenye simu kwamba ng'ombe wako amefika mnadani. Akiuzwa atapata thamani ya pesa kwamba ni shilingi kadhaa. Hizi bunifu zinasaidia jamii kwanza kufahamu mnyororo mzima wa thamani wa biashara, lakini pili, kuondoa mianya ya udanganyifu au pengine wizi ambao unaweza kutokea.
Kwa majina naitwa Obedi Joseph, ni afisa rasilimali watu na utawala wa TIA kampasi ya Mwanza. Ninawakaribisha wananchi wote wanaotembelea katika viwanja hivi vya Nane Nyamongoro waweze kutembelea katika banda letu la TIA kwa ajili ya kuweza kupata nafasi ya kuweza kusaidiwa kuweza kufanya application mbalimbali za chuo chetu kutokana na kozi zote tunazozitoa kuanzia ngazi ya certificate, diploma, degree pamoja na masters. Lakini pia nawakaribisha wananchi wote waweze kuona namna ambavyo tunafanya wanafunzi wetu wawe wabunifu kupitia program ya career development, namna ambavyo tumebuni kifaa ambacho kinaweza kumsaidia mkulima, na ukilinganisha sherehe hizi ni sherehe ambazo ni za wakulima. Kwa hiyo hata mzani uliobuniwa na wanafunzi wetu kwa ajili ya kuweza kumsaidia mkulima kuepusha wizi pamoja na kuepusha kutokupata thamani halisi ya soko, namna ambavyo unafanya kazi na namna ambavyo unaweza kumsaidia mkulima kuepukana na mambo mbalimbali yanayoweza yakampunguzia kipato chake. Karibuni sana.